بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم بتقوى الله سبحانه فإنه ولقد فاز المتقون، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا. أيها الناس، baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sana salamu Mtume alayhi salatu wassalam, awalan usikum bitaqwa Allah subhanahu fa innahu haikasiri vinginevyo mfaulu wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, bi'ala Allah subhanahu wa ta'ala tuzungumzia athari ya fitna katika moyo. Moyo ukipata fitna, athari yake inakuwaje? Fitna ina maana pana. Ile fitna mtu amfitiniwa katika mali, ile fitna ya ugomvi, ile fitna tafitiniwa na muziki, ile fitna fitiniwa na watoto. Fitna hii ikipatikana, moyo unakuwaje? Waislamu wanakuwa katika hali gani? Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu alizungumza akiwaambia wanafunzi wake: kaifa antum idha radatkum alfitna, hivi ninyi mwaonaje, hali yenu itakuwaje pindi ambapo mtavaa fitna itawavaa? Hali yenu itakuwa vipi? yara fiha alkabir, fitna ambayo mtu mzima mkubwa atazeekea katika fitna, mkubwa atazamia katika fitna, kisha akazeekea katika fitna hiyo. Yarhabu fiha as-saghir, na mtoto mdogo anayekuta fitna anakulia katika fitna. Hali yenu itakuwaje? Wayatakhidha an-nasu sunna, kisha watu wakaifanya kuwa fitna ndio desturi yao, ndio tamaduni yao. Fitna imewavaa, mtu mzima amezeekea katika fitna, anazeekea katika fitna, wale watoto wadogo wanakulia katika fitna. Watu wakaifanya kuwa fitna ndio desturi yao, ndio tamaduni wao. Hali yake itakuwaje? Hali hiyo kwa nini itakuwaje? Faidha kujirat qala an-nasu kujirat sunna, akipatikana mtu kuwaambia na kuelekeza watu kuwatoa katika fitna ambayo wako nayo, wale watu wanajibu kuwa wametolewa katika desturi ambayo wako nayo. Sunna ile ya mwanzo ya babu zao walioelekea katika fitna wanatolewa. Wanafunzi wa Ibn Mas'ud wakataka kujua inakuwaje, ni wakati gani ambao watu watavaa fitna, watu watavaa fitna mpaka wazee watazeekea, ni wakati gani? ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراءكم، fitna itawavaa pindi ambapo watakuwa wengi wasomaji wa Qur'ani. Qurra huyu kari huyu watakuwa wengi. Wakillat fuqahaukum, lakini watambuzi wa hiyo Qur'ani watakuwa wachache. Kwa wakati huo fitna watu itawavaa. Wasomaji ni wengi na wengi wataka kusikika, lakini wale ambao wanaifahamu vizuri hiyo Qur'ani watakuwa ni wachache.
mtu anataka kusoma kuhifadhi kisha aambiwe kwa yeye pia ni katika wale ambao wanajua. Wakati wa umaraukum wa qillati umanaukum, wakati ambao maamiri watakuwa wengi lakini wale watu ambao wana amana, wenye imani, wale watu ambao wana amana ambao wanaweza kuamini watakuwa wachache. Wakati huo ni wakati ambao fitna watu tawavaa. Wazee watazeekea katika fitna, kisha watoto wadogo watakulia katika fitna, na watu watajua kwa hii ndio desturi na huu ndio utamaduni. Sasa kila mtu ajiulize, kwa wakati ambao tuko nao fitna hazipo? Wazee hawazeekea katika fitna? Hawa watoto wadogo hawakulii katika fitna? Fitna zipo. Wazee wazeekea katika mipira, watoto wadogo wakuta wazazi wao pia washaingia mipira na wakulia katika hiyo hali. Ni fitna. Mzee anazeekea hali yake ni kutafuta mali tu, hana mpango mwingine. Jambo lake kubwa ambalo linamsukuma yeye ni mali. Mtoto wake anamkuta mzazi wake yuko katika hali ya kutafuta mali, yeye pia ajiingie katika msingi huo. Ni fitna watu nawapaa. Hali ya fitna tuko nayo, na athari ya fitna ni mbaya kwa namna yote ile. Fitna haijawahi kumwacha mtu salama. Fitna ikiingia katika jamii hawezi kubaki salama. Na asili ya fitna, wanajua kuwa ni fitna ni wale ambao wana uelewa na fitna. Watu wa kawaida hawezi kujua ni fitna mpaka iwabaye, ndio baadaye wanakuja kugundua tuko katika fitna, muda ushapita. Kwa nasu wa ibadallah, watu wajiepushe na fitna kwa namna yote ile. Iwe mtu ana fitna katika mpira, ana fitna katika muziki, fitna imeingia katika mali, fitna imeingia katika watoto, ajiepushe, ajitahidi kwa namna yote kujiepusha na fitna. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Alhamdulillah, binasta'inu ala umuri ad-din wa dunya. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. أوصيكم مرة ثانية بتقوى الله عز وجل، فإنه ولقد فاز المتقون. أيها الناس عباد الله، tuendelea kumshana kuna jambo la fitna. Fitna ikiwaenea watu hakuna utulivu, hakuna ambaye atabaki katika utulivu, hakuna ambaye moyo wake utakuwa sawasawa, isipokuwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa taufiki ya kujua kuwa hii ni fitna. Na fitna inapoingia sehemu lazima iondoke na watu. Ni wajibu kwa sisi kuepukana na kila namna ya fitna, kuepukana na vile ambavyo vitaashiria kuingia kwa fitna. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema baada ya watu kuingiwa na fitna, hali zao itakuwa vipi? Katika hadithi ambayo amepokea Abu Hurairah na Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati ala an-nas sanawatul khada'at, zitakuja kwa watu zama au miaka ya khadaa, wakati wa udanganyifu. Zitakuja kwa watu nyakati za khadaa, yashaku fiha al-kadhib wa yakatharu fiha as-sadiq. Mtu mkweli kwa wao ataonekana kuwa ndo mtu mwongo, yule ambaye anawaambia watu warudi katika hali ya usawa, yule kwa wao ataonekana ndo mtu mwongo. Na yule ambaye anawadanganya watu katika njia sawa sawa, kwa wao ndo ataonekana mtu mkweli. Hiyo ndo hali ya fitna. Yule ambaye anataka watu warudi katika njia sawa sawa, baada ya fitna kuingia, watu watamuona kuwa huyu hana namna yoyote, si lolote.
ambaye atokia fitna watu kumkumbatia na kumuona ni mkweli. ويعتبر فيها الخائن ويخون فيها الأمين. atakuwa imani au watu watamwamini yule ambaye ni khain, mrongo, mfitinishaji, wewe utakuwa na imani naye. Yule ambaye ana amani, yule ambaye ni kweli, huyu wataonekana kuwa ndio muongo na khain. Hali itakuwa hivyo baada ya watu kuvaa vazi la fitna. Hakuna ambaye atamsikiliza mwenzake, hakuna ambaye atakubali kupewa na sana mwenzake. Kila mtu atajisemea kile ambacho yeye anakiona kwa kielezo sawa sawa. Fitna zinawafaa. Hali ambazo zinatokea katika baadhi ya misikiti, kugombana kwa watu, ni fitna. Huyu anamwamini huyu, huyu anamwambia huyu anakula hela za msikiti, huyu anamwambia huyu ana elimu. Watu wanatoka na vikundi. Turudi chini tukae, tujadiliane. Shida ni nini? Ukiangalia fitna imewagawa watu. Jambo kubwa, wengine maslahi tu yao binafsi wakaanza fitna. Fitna baada ya wale wenye elimu kuondoka, watu watakuwa na fitna, kwa sababu hakuna marejeo. Fitna hupatikana kwa kuondokewa na wale ambao wenye utambuzi, kwa sababu fitna inapofika wale wenye elimu wanaitambua kwa hii ni fitna. Lakini ikifika fitna inafika kama vile binti vile au kijani kibichi, kila mtu atakuparamia. Ikiondoka fitna inaondoka kama kikongwe, kama tunaona kikongwe anapoisha umri wake ashazeeka, fitna na ikiondoka na kwa hivi kila mtu hahitaji tena, watu shafurugana. Fitna ndio kwa imani. Fitna ni mbaya, akhari ya fitna ni mbaya. Watu wajiepushe na fitna. Jambo likitokea waangalie namna gani wanamaliza jambo lao, na mtu asiwe sababu ya kuwagawa waumini, mtu asiwe sababu kuvunja safu kwa ajili ya fitna. Usiwe sababu. Fitna ikiingia, rudi chini, watu wajiangalie fitna hii imekuaje. Wewe pia katika familia yako wewe kabisa, fitna katika familia yangu ni kitu gani? Nimeingia katika fitna ya mpira, nafanyaje ili nitoke? Fitna yangu mimi ni kutafuta mali sana, nafanya vipi? Sina muda mimi wa kurudi darasani kusoma, nishaingia na fitna ya kutafuta mali sana. Utazeekea huko, utafia huko, wale watu wako pia watakulia katika fitna. Msingi wako wewe kuingia kutafuta mali, msingi wako wewe ni kushangilia mipira, wale watu wako wanavyokuona pia watakulia katika hiyo hali. Ushaingia nao katika fitna, kutoka na kwa ngumu. Mzazi au kutaka kujitoa katika fitna aliyokuwa nayo, ndivyo mtoto anaweza kutoka. Kila mtu na nafsi yake na familia yake hajue namna gani anajitoa katika fitna ambayo yuko nayo. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, shalla la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Qum ila salatikum.